Kumekucha sasa ndani. Yaani vitabu vimeanzia ndani mpaka vimetoka nje. Hivi mume wangu utaandika mpaka lini hivyo vitabu? Kabati la kwanza limejaa. Kabati la pili limejaa. Ili sasa hivi naona naanzishia la tatu. Hivi maisha haya mpaka lini? Mke wangu, unajua hii kazi usiidharau. Hii kazi ni kama kazi zingine mke wangu. Sasa mume wangu anategemea tunachofanikiwa nini? Angalia kwanza haya mazingira tunaoishi yenyewe haya. Na hiyo kazi yako kila siku unaandika story, sijui movie, sijui nini. Mimi hata sielewi hatima yake inaenda kutokea wapi. Mimi naamini ipo siku Mwenyezi Mungu atashusha baraka zake katika mikono yangu na tutakuja kufanikiwa kupitia kazi hii. Kwa sababu hii ni kazi kama kazi zingine. Amini ninachokuambia. Kama kazi nyingine. Sasa unapotegemea hiyo kazi tutatoka lini? Ona mazingira ya tunaoishi haya. Toka umeanza kuandika mume wangu mpaka leo sioni hata mafanikio ya aina yoyote. Ndio kwanza shida zinaongezeka tu ndani. Hata hao akina Eric Shigongo nao wasikia. Hawajakurupuka tu wakaanza na kuwa maarufu. Nao walianza kama mimi. Tena isitoshe mimi nina mpango wa kuja kuleta mapinduzi makubwa katika tasnia ya uandishi. Wewe unataka kuleta mapinduzi ya tasnia ya filamu hapa? Ndio. Unataka kuleta mapinduzi. Wakati haya mazingira yenyewe tunaoishi hapa hata yaeleweki. Toka umeanza kuandika. Hamna hata kinachoendelea huko ndani. Leo hii useme unataka kuleta mapinduzi katika tasnia hii ya filamu? Mke wangu, usidharau haya mazingira ambayo wewe upo. Kwa sababu kuna watu sasa hivi wanatamani kuwa katika mazingira kama haya lakini wanashindwa. Wamekosa kuwa katika mazingira kama haya. Ushukuru tu mke wangu. Haya, tuache hayo yote. Naomba hela mimi niende zangu sokoni. Kwa sababu ile uliyoacha jana ile mimi ndo nilio tena kama unavyojua, vichungwa, viembe, vindizi imeishia hapo. Kwa hiyo naomba mimi hela tena mimi niende nikafanyia yangu saizi. Mke wangu pesa mimi sina. Kiukweli hapa nilipo sina hata shilingi. Ile pesa ambayo nilikupa jana ndio ilibakiwa yenyewe peke yake. Kwa hiyo mume wangu unavotegemea kila siku unaandika hizo story. Na nishakwambia achana na hizo story, katafute kazi. Tutaishi na maisha mpaka lini mume wangu ya kutegemea stories zinakuja kutoka lini hizo movie? Mimi nimechoka bwana. Junju rafiki yangu, imekuwa vizuri sana umekuja wakati huu. Nilichokuitia hapa bwana, tatizo kubwa ni kwa mimi na shemeji yako. Unajua kutokana na shughuli hii ambayo najishughulisha sasa hivi ya uandishi, imefikia kipindi mpaka shemeji yako sasa hivi ananikatisha tamaa kweli. Na ananishauri kwamba niachane na hii kazi. Nitafute kazi nyingine ambayo itanipatia pesa kwa ajili ya kuweza kuisaidia familia yangu. Sasa kutokana na hilo nikaona kwamba nisikurupuke kuchukua maamuzi kabla bado sijakutana na wewe na kupata ushauri wako, kwa sababu wewe umekuwa karibu sana na mimi na tumekuwa zaidi ya marafiki. Lakini nikaona kwamba kwa nini nisimuite huyo mtu na akanipa ushauri. Yangu Mtorilo, jambo lako nimelisikia. Ila mimi kitu ambacho nachoweza kushauri au kukusii ni kwamba usiache kufanya kile unachokifanya. Ndio, najua kwa sasa shemeji haelewi kwa sababu hajaona matokeo yake au haoni matunda yake. Ila naamini ipo siku Mungu atafungua njia, atashusha baraka zake. Yeye mwenyewe atakubali na atafurahi katika hili. Sawa sawa. Hakuna jambo rahisi. Hata hao waliofanikiwa hawakufanikiwa kiurahisi. Walipitia katika changamoto nyingi, ila walikubali kusimama. Hawakukatishwa tamaa. Tuna waandishi wengi wakubwa
tunazisikia stori zao, ila kitu kikubwa kilichowafikisha hapo ni uvumilivu. Mimi nakusii, endelea kufanya kile unachokifanya. Sawa sawa. Mimi nashukuru sana kwa ushauri wako. Na isitoshe, shemeji yako pia nilishawahi kumwambia. Nilishamtolea mfano wa Eli Kishigongo. Umeona? Kwamba hata yeye yule mpaka sasa hivi tunakuja kumtaja na amekuwa kiigizo kwa watu wengi, kwa sababu sio kwamba labda alikurupuka tu akawa pale alipo. Na yeye alianzia huku chini kama ninavyoanza mimi. Naamini ipo siku Mwenyezi Mungu anaweza akashusha baraka zake na kila kitu kikaenda vizuri. Haya yote ni mapito na atasahau. Kwa sababu naamini kwamba hakuna safari ndefu inayokosa kona. Kwa hiyo haya yote ni mapito. Na tatizo letu sisi binadamu asilimia kubwa sana tunashindwa kuwa na subira na kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ndo anayepanga kila kitu. Tunataka shortcut kila kitu kiwe sasa hivi. Lakini kumbe wakati huo Mwenyezi Mungu yeye ameshapanga kwamba wakati utakapofika haitakuwa tu. Hakuna mtu anaweza kuzuia. Umeona? Lakini sasa tatizo tuna haraka sana ya kupata kwa haraka. Watu wenye subira wapo pamoja na Mwenyezi Mungu. Ni kweli. Endelea kuvuta subira, kuwa mvumilivu. Kila kitu kitakuwa sawa. Wewe bana, ndugu yangu bana, nililokuitia ndo hilo, na mimi nashukuru sana. Kwa sababu wachache sana ambao wanapenda maendeleo ya mwenzao. Kabisa. Lakini wewe umekuwa mbele sana kuwa karibu na mimi na kunipa ushauri. Naamini haya yote kwa sababu unapenda maendeleo yangu. Mimi nashukuru sana ndugu yangu. Basi mimi bana nashukuru sana ndugu yangu. Nashukuru sana kwa kusikia wito wangu. Pia nashukuru kwa kuendelea kunipa moyo. Usijali. Kwa sababu ni watu wachache sana ambao wanapenda mafanikio ya mwenzao. Lakini wewe umekuwa karibu sana na mimi na kunipa moyo. Naamini wewe unapenda mafanikio yangu. Sisi tumetoka mbali. Ndio, tumetoka mbali. Ni kweli sana. Mafanikio yako. Basi mimi nashukuru. Mama Mtolio. Mama Mtolio. Njoo soga yangu. Yangu umekuja? Nimekuja. Karibu. Asante, niambie. Swali mambo safi vipi? Poa, karibu. Asante. Nimekuja kupitia ndege gengeni. Soga wewe naenda tu hapo pabaya. Haya. Mzee hata sielewi. Haya sawa. Haya soga yangu. Haya. Soga. Vipi? Mbona kila nikija na mkuta shemeji anaandika. Anaandika nini? Shoga, mume wangu siku hizi mimi mwandishi wa story. Anataka kuwa kama Eli Kishigongo, anataka kuwa kama John Stick na ananimtambalike. Yaani anaandika movie za hatari ndani zimejaa kabati. Mume wangu mwandishi mkuu siku hizi. Ndio hiyo shoga. Karibu. Asante. Baadaye basi. Sawa. Shoga, vile ulivyoniacha vile. Mimi nimeingia zangu ndani, nilikuwa na kijelo changu, nikanunua dagaa, shoga yangu nimepika, nimekula zangu.
Nikaoga maji yangu, bwana huyo aliposema natoka ndo huu shoga. Kaenda kutafuta, atarudi. Kweli? Ndio. Yaani we shoga yangu, ungejua haya maisha nilivyochoka. Nimechoka haya maisha shoga yangu. Unachokaje maisha? Na kipi kinachokuchosha? Shoga yangu ndio hivyo, mwanaume kila siku anahangaika na madaktari na mapeni. Kila siku madaktari na mapeni. Hata sijui yaani mimi hata sielewi kinatokea nini, sijui kinaendelea nini. Sielewi, nakuta madaktari tu anajaa kila siku, leo nitatoka kesho, nitatoka kesho kutwa. Yaani iko siku ya maisha. Sasa na kila siku unakosa, yaani. Ukosa kila siku ndio unahangaika na makalamu na makaratasi. Tunazidi kupauka shoga yangu, hata makeup za 2000 tunashindwa. Shoga yangu. Nitakusikia jambo hilo. Jambo gani tena? Unajua kitu anachofanya shemeji mwenyewe na idea nacho, tena nakipenda. Kweli? Wale. Kweli. Oi! Wewe naye. Mimi ndiyo shoga yangu, kweli. Unajua nini shoga yangu? Anachokifanya shemeji mimi nakipenda. Kutokana na nini? Mimi na story, ila kitu cha kukiandika sikijui. Kwa nini nilikuwa naomba msaada wako? Shoga, nani nataka kujaza makaratasi ndani? Hayo. Shoga, nina kabati 2 za makaratasi ya mume wangu. Hilo la kwako la 4 hilo? Jamani. Mama Mtolilo. Bado tu na imani nayo. Shoga, sina jinsi, kwa kweli shoga yangu kama ndugu yangu. Akirudi bwana mkubwa hapa na mapeni yake na makaratasi, nitakupigia simu uliongee naye mwenyewe, kama kuandika, kama story, kama nini, mtajua na wenyewe. Mimi nishachoka. Haya Mama Mtolilo, nitashukuru. Haya. Nashukuru kweli. Haya, mimi naenda. Haya, karibu. Haya, baadaye. Haya, mimi niko hapa namsubiri bwana makaratasi. Haya. Ndugu yangu Mtolilo. Bwana Njunju. Mambo vipi? Bwana safi, vipi hali bwana? Safi kwema. Naona umeulamba. Bwana ndugu yangu bwana, nimeulamba lakini hii ilikuwa nakuja kwako. Ndugu yangu bwana, kuna habari njema sana zinazonifurahisha. Hiyo tupe habari njema. Yaani nilipeleka maombi katika kampuni moja ya magazeti. Sasa wakao wamenipigia simu asubuhi na kuniambia kwamba bwana, unahitajika haraka iwezekanavyo ufike ofisi zetu. Kwa hiyo sasa nikaona kwamba nahitajika nifike, lakini sasa nauli sina. Kwa hiyo nikaona bana, sina kimbilio isipokuwa kwa bwana Njunju ili anisaidie angalau nauli ya kunifikisha pale ofisini tu. Hakika hiyo ni habari njema Tena sana ndugu yangu. Wewe ndugu yangu, siwezi kukutupa. Sasa hapa ninacho kidogo. Mimi na chochote inshallah hii hapa bana, mimi inanitosha. Mimi nakuombea Mungu akafanyie pesi. Ufanikiwe ndugu yangu. Basi nashukuru sana. Sawa. Nashukuru sana ndugu yangu. Asante sana, nashukuru. Mwenyezi Mungu akuongezee pale ulipopunguza. Amina. Haya, asante sana ndugu yangu. Haya bwana fresh. Sawa. Haya bwana.
Nani mtoga? Mkuta hivyo ndani wakaja tele. Nilikuwa nakuja kusikia mambo. Kusikia nimemweleza kila kitu shoga. Kweli? Ah, ndio. Mme wangu. Msalilo. Mke wangu. Kuna mgeni. Haya, nakuja. Haya. Wageni hao. Karibu sana. Allahu Akbar. Habari yako? Salama tu nyumbani. Wema tu, karibu. Huyu ndio yule mgeni nilokuwa Sawa, karibu sana. Sasa mke wangu alishaniambia kuhusu jambo lako. Kama niliongea na rafiki yangu, walina story ila anashinda jinsi ya kuandika. Basi haina tatizo. Mke wangu, nenda kaniletea daftari. haya baba, makaratasi na mapenzi. Sasa nikwambie kitu. Yaani ni wasichana wachache sana wenye idea kama za kwako. Mimi tangu nimeanza kazi yangu ya uandishi ni kwa mara ya kwanza nakuja msichana kama wewe kuja kwa ajili ya kutaka kufanya kitu kama hicho. Ili hapa. Sawa. Sasa cha msingi nilitaka kujua stori yako ina maudhui gani? Stori yangu ina maudhui ya kijijini, lakini inahusu wasichana wawili wanafunzi wa sekondari ambao wanapendana sana. Ni vizuri sana, idea nzuri. Sasa anza kunisimulia jinsi ilivyo. Yaani iko hivi. Karibu. Oh, Fei. Karibu. Salama. Baba nyumbani. Salama. Mosna nimemkuta. Mna sasa anakaa saa 11. Naomba ukaniamshie dada. Haya, ngoja nione. Ai, sawa dada. Fei wangu. Poa, mzima? Mzima. Twende shule. Dada kweli. Kweli dada?
Lambwa zika. Malage hapo jikoni. Mke wangu. Vipi mke wangu? Kumekucha? Naona leo unafanya usafi wa mboga nini? Nimekomaa sijui nizing'oe. Usizing'oe kwa sababu hizo bwana ndo zinatengeneza tunda hapo lilipo. Tunda lenyewe boga. Bwana, kama likishakuwa tunalila. Nataka nikwambie. Gani tena mke wangu? Kuhusu Muzna shule. Kuhusu Muzna? Muzna ufanyaje? Uone angalia maendeleo yake. Shuleni kumfuatilia sawa kwa sababu kwanza ni muda mrefu hatujamfuatilia. Bwana. Kwa hiyo hapo itabidi tuweze kumfuatilia. Bwana, na vikao vya shule hatujavifuatilia muda mrefu. Kwa hiyo ulitaka uende lini? Wewe hapo uende. Niende mimi leo? Basi wewe usijali mke wangu. Wewe toa shaka mimi nitaenda. Haya basi. Mimi niko ndani. Asante. Kwa nini unanifanyia hivyo? Muda bado kwani unaogopa nini? Nivumilie tu. Hapana. Najua lakini nivumilie. Basi acha kidogo. Hebu basi kwani unaogopa nini? Mstaki, naogopa mimba, mstaki tu. Ndio kifika utafanya. Lakini kila siku unachungusha basi hata kidogo. Mapenzi yanahitaji haraka, nivumilie basi. Lakini naumia mwenzio na mimi naumia mpenzi. Sawa, najua nivumilie na mimi pia. Fanya hivi. Mwalimu. Vipi hapa? Nakumbuka mwalimu samani. Mwalimu. Mimi kuna jambo nataka nikwambie. Unajua mwalimu mimi ni kama mzazi. Na nikiona watoto maendeleo sio mazuri, mimi nasikitisha sana. Kwa sababu wale wakiharibikiwa sasa nimeharibikiwa mimi. Hivi mwalimu, huyu Muzna na Mwezefeo anahudhuria kweli shuleni? Kiukweli hawa mabinti ni changamoto. Hasa huyu Muzna Abdalla. Huyu binti hajaonekana shuleni anakaribia mwezi mmoja na nusu. Na imekuwa kama bahati kuonana na wewe. Kwa sababu hawa watoto Muzna pamoja na mwenzie tabia zao haziridhishi kwa pale shuleni. Na sisi kama walimu na mimi kama mwalimu wao wa darasa nilikuwa nafuatilia. Wazazi wao tuliwapelekea barua za wito kupitia hawa wanafunzi. Pelekea barua ya wito ya kwanza, barua ya wito ya pili tukawapa marafiki zao baada ya hawa watoto kutokuonekana kwa muda mrefu shuleni. Na kabla sijachukua hatua zaidi ambayo ilikuwa barua ya tatu ya wito, ndo Hamad nimekutana na wewe unanieleza taarifa zao. Na kisheria kitaratibu za shule, mwanafunzi kukaa nje hajaingia darasani zaidi ya siku 90 anakuwa kajifukuzisha. Kutokana sasa na mimi ni mzazi na hao mabinti walikuwa wanaendelea vizuri, sasa sielewi hapa katikati wamekumbwa na kitu gani. Ndio maana nikasema nisichukue hatua, yani hatua mbaya zaidi. Kwa sababu mimi pia ni mzazi. Kwa hiyo nilikuwa katika hiyo process. Sasa nilikuwa kama Hamad umeniuliza vitu kama hivyo, nilikuwa nataka nichukue hatua nyingine. Wewe ufanye hivyo mwalimu, uchukulie hatua hiyo swala. Kwa sababu wale ni kama binti zangu. Yaani wakiharibika wale, sasa nimeharibika sana. Na isitoshe hapa kijijini, mwalimu wewe ndio utakutegemea. Sawa mwalimu? Ndio. Na mimi nikitoka hapa, nitaenda kumwambia shemeji yake ili habari aijue. Inawezekana shemeji yake hii habari haijui. Na yule mzazi inabidi nimfikishie. Sawa mwalimu? Haya bwana mwalimu, kazi njema. Nashukuru kwa taarifa. Haya, asante sana. Mimi nawahi mwalimu. Shukrani.
Hivi Muzna, lini utaacha ujinga na utoto? Unajua kuwa Kalulu anahitaji mapenzi na wewe? Au utakuwa unampa tu funguo na gari asiendeshe? Wakati tukifika ataendesha tu. Kwa kuwa mambo mazuri hahitaji haraka. Fei, kwa heri. Kwa heri. Shoga yangu. Naambia shoga. Kama unavyojua kijiji hiki cha Pangawa, shoga yangu. Kwanza tunamfahamu yule Muzna. Namjua shoga yangu, sio pale jirani. Mtoto malaya yule. Yaani mtoto yule kashindikana. Na rais wazazi wake wamemshinda hivi. Kafanya lipi tena shoga yangu? Au ile la malaya wake wa mtaani? Sasa yaani kila mwanaume anampitia pale yake kwake mzuri. Akiitwa kaenda. Asipotongozwa yeye ndo anaenda kutongoza. Jamani. Ila shoga yangu nakwambia kitu. Yule Fei ndo mwalimu. Mambo yale alikuwa nayo Fei mwanzo. Fei kasemwa mtaani wewe, kaamua mshirikishe na mwenzake wa sehemu yote. Sasa wewe ukiwa huna akili ndio unayafuata mabaya ya mwenzako. Wewe acha. Yaani malaya huyu jamani. Sasa hivi. Salama. Salama, karibu. Asante. Naomba kwa mnamzungumzia mdogo wangu Mungu nafanya nini tena? Kwani hujui kinachomsibu mdogo wako? Mimi sikijui, ningekuwa nakijua ningekuuliza. Mdogo wako hapa mtaani malaya mtu, kila mtu anajua. Hamna sio mdogo mdogo malaya. Bwana nashukuru. yangu bwana Msingo. Wahi twende ndugu yangu. Hapa pengine nimechafuka sana. Bwana. Ndio bwana. Niambie ndugu yangu. Bwana safi, hali yako? Ndio bwana. Bwana safi, vipi hali? Jamani kumekucha. Jamani. Bwana shamba hili. Bwana hii shamba. Kumekuja saizi shamba tena harakati na vikunikuni kwa mzee Jabili. Na nikamkatikati. Na pia na ingwe yake nikamalizia kulima. Kumekucha ndugu zangu. Ndio. Bwana. Ndio. Mimi na mazungumzo na wewe ndugu yangu. Maongezi yapi tena shehe wangu? Ni cha kawaida sana. Ndio. Haya, niambie ndugu yangu. Hivi ndugu yangu. Yule shemeji yako Muzna. Ndio. Na rafiki yake Fei. Ndio. Shule kweli wanaenda wale? Wale shule wanaenda. Shehe wangu wanaenda kabisa. Kila siku wajiandaa na mwenzake wanapitiana hao. Wanaenda. Shule wale watoto hawafiki. Kwa sasa hivi wenyewe wanasema inabidi uangalie. Sawa. Ndio, wanadanga. Wanadanga. Uangalie. Manake wakiharibika wale ndio nimeharibika na mimi. Yaani huyu Muzna amekuwa kituko kiasi hichi. Tena anaenda kwenye mageto, kwa anaita mageto ya watoto wa kiume huko anaenda. Muzna huyu shemeji yangu huyo ananivua nguo. Ila chonde ndugu yangu usinitaje. Mimi bwana siwezi kukutaja na mguu huu unaenda shamba nikirudi kwa dadaki. Wale shemeji zako mimi nawajua, shemeji yako mimi namjua yule kichwa chake kibovu. Atakuja atanichamba mimi. Nitakuja kutia aibu kijijini kwa sababu kijijini mimi naheshimika ndugu yangu. Naomba unitunzie siri ndugu yangu. Nakutunzia siri ndugu yangu kwa kweli. Sio kamponza kabonyezo mama mnene. Kaka wewe. Namwambia ukweli kabisa dada yake. Fanya hivyo bwana ndugu yangu. Tuwai bwana tunachelewa. Ila huo mguu ngoja kwanza. Huo mguu baki nao mwenyewe. Usimpe dada. Si wangu. Baki nao mwenyewe ila jambo ifanyie maana nini mawala. Bala. Sawa. Nguo huyu mtoto mbaya. Mtoto mbaya huyu. Wewe. Salama sijui. Salama tu. Samahani.
Nilikuwa nauliza nyumbani kwa kina Muzna baba. Kwa kina Muzna? Ndio. Kwa kina Muzna kule mbele kule, lakini sio mbaya. Maana mimi nimetokea hapo mtu ndani nimemwacha pale kule anafua. Ukaenda pale kumuuliza utamuona. Sawa. Haya. Habari zako? Mke wangu. Kuna mambo gani yanaendelea huko ndani? Mambo gani? Kati ya wewe na mdogo wako? Kuna nini? Ina maana tabia ya mdogo wako hujui? Tabia gani mume wangu? Hey. Aha. Tabia ya mdogo wako, anatoka hapa anaenda shule. Shuleni hafiki. Anaenda kwenye mageto. Shuleni huko hata kwenye attendance hajulikani. Hata mimi mume wangu nimezisikia. Sasa ulivyozisikia umenipa mimi taarifa gani? Ina maana umekaa nazo tu ndani. Bwana kusubiria wewe na Muna tuyaongee. Yaani kumbe umezisikia ila umekaa nazo. Ulitarajia kuniambia lini? Nilikuwa nakusubiri tuyazungumze. Kwa hiyo ulitaka tujadili nini kwenye jambo hilo? Malaba. Shikao dada. Baba. Kuna nini mbona toka atokea hapo nasikia makelele? Kuna nini kwa nini? Twende ndani. Mama mbaya huyu. Mbaya mama. Mkagua yuko sawa. Yuko sawa? Yuko sawa na analinda heshima yake. Yaani wanakijiji hapa wabaya. Wabaya ndio tunagombana wenyewe kwa wenyewe. Manake jitu liloniambia hivyo, hilo limekwenda hewani. Nene mirevu hii. Niambia bwana shemeji yako nini? Ndio sasikiza wana kijiji. Basi mke wangu. Basi mama ubaya huo baba. Aka baba kwe. Asante. Wangu jana huko kiroka sio poa mwangu jindo la huko. Mimi chumba mimi ninavyoambia huko. Alafu unajua nini? Hata mimi nimesikia lakini jana mimi sijaenda wanangu. Mwanangu kama hujaenda umekosa utamu. Yaani umekosa utamu. We, niambie ndugu yangu. Mama wewe sijaenda tunasikia kumenoga hatari. Umekosa utamu huyo. Mwanangu jana mimi nimecheza mezani style za hapa hizo mwanangu. Hatari mwanangu. Kama nakuona mwanangu. Mule. Sikizeni wanangu. Mwanao mieusho kishenzi mwanangu huyu ama yaani mwanao mieusho kishenzi. Mieusho kivipi sasa? Ujui ya. Sasa ndio nipangilie. Huyu jamaa snitch sana. Yaani ukimwona sura yake upole lakini snitch, yaani ni mtu mmoja snitch sana. Mimi nakuangalia tu mwanangu. Sasa mimi snitch nini? Wewe umepata mzee apati. Leo ni msela wako, unataka kumfanyia mpango rafiki yangu, mtu anagaramia, utakuja kula wengine rafiki yangu jue. Sikilizeni. Yaani sio lawama design hiyo. Umeona? Kama kitu mnatakiwa muelekeze na sio kumtetea hiyo. Hata mimi yule mwanangu nitamuelekeza basi. Mchana mdogo wetu anakufanya sio. Tunachokisema kweli, ukweli lazima uume ukweli. Tunakuchana ndugu yetu. Wewe kama ndugu yetu, muelekeza ndugu yako. Wewe mnatoka wote na mademu hapa, wewe unaenda huko unapata ndugu yako apati. Inakuwaje ndugu yetu? Karibu ndugu yangu. Ya vipi? Naje shule. Kama kawaida. Wasakota vipi? Waziri. Hadi makoya. Mwanangu mwenyewe. Naona umetokea pande zipi bwana? Nitokea hapo kati bwana. Unatoka kitambo tupo hapa ujue. Kuna mesha kwenda kufuatilia. Mwanangu snitch. Vipi jamani? Snitch. Mchane mwanangu. Yaani mwana anaingia eti oya mwanangu sijui. Wewe sikia mwanangu, aenda kufunga mchane. Mwanangu umeusha. Acha kuchalazia kitu kama hicho hapo wote. Tunaelewa mwenyewe. Hapo mieusho. Yaani mwanangu kafika unamkumbatia eti leo mwanangu nyingi kama yaani salamu kasa. Mwanangu mbona sielewi mimi nafika mimi mnaanza kuchalazia tu. Tena sio kesi wanangu. Ndio. Huyu mwenyewe kafika. Yaani sio tena au mfikishie habari sisi tunazifikisha wenyewe. Yaani tikati zako sio. Umefanyaje? Wewe huwezi ukaenda magetoni na mchumba hapo usifanye kitu chochote. Yaani magetoni angia naye mchumba mpaka anavaa kanga hapo unashindwa kufanya chochote mwanangu. Wewe tikati zako sio mwanangu. Sisi tunakupanga kama mwanamume mwenzetu wewe sio. Kwani wanangu nyewe kaambia ni nani? Sio kaambia. Sasa hivi hamna siri. Katuambia nani? Wewe mwanangu sisi tunamjana ukweli mwanangu. Wewe jamaa unayumba. Ndugu yetu anakuambia ukweli na ukweli unauma.
Wewe mtoto wa kiume sio kama mwanamke. Wewe unaingia demu ndani afu unashindwa hata kufanya chochote. Sema nini wanangu? Wananiletea habari zenu bwana. Lazima wanangu kuwaletea habari zenu bwana. Nyewe vipi bwana? Sio habari hizo bwana. Nataka ushauri wangu bwana. Wewe maisha gani? Acha nikunizungua. Achana nao wote. Nyewe mbona watu wa shamba wanangu au ndio sio mnazungua. Kweli hauna. Mimi hapa nina nazungua. Silete makosa. Acha uje unaongea. Wewe mwanangu mwenyewe ila na mnafanya sio mnakaa kijoni mnanichalazia. Huo sio mtoto wa kiume. Mimi nawaambia ni kweli. Sio ninakuchalazia mwanangu. Nimekupenda. Wanakunya mbona mnisumbui? Wewe mwenyewe usumbui mwanangu. Yote mnacheza. Wanakunya wewe ni watoto watoto wengine. Yaani wewe mwenyewe hapo tupo kabisa utapishwa ganga wewe. Haina noma ila mimi mnaitikadi za kike sema nini? Na kwanza leo mimi na nyewe usela basi. Na kwanza utakuja kidogo ya shula. Wewe mwenyewe usumbui. Wewe unisumbui. Yule sere wako shoga yako wewe. Wewe ni watoto watoto wengine wachezeni watu wanangu. Wanendeni basi. Wanendeni basi. Wanendeni wanendeni bwana. Tuenzetu. Yaani wewe mtoto mdogo wewe unatuchanganya sisi wakubwa wazima kuchachia. Ndio mtu nipigie kipushi hapa. Kwa kipi? Hicho. Yaani wewe kutembea na bwanangu. Bwana gani naye ulikuwa naye? Huyo hapa kijijini. Ndio kashanipenda. Wewe umetembea kijijini kote hujaona bwana kutembea naye zaidi ya bwanangu mimi. Mtamu. Mdogo wangu jiangalie. Bwanako mtamu. Nitakuja kuingiza kule mkono huu afu kaniona mbaya. Yaani mpaka sasa hivi unapoongea ushonisha zaidi, huna chochote cha kunifanya mimi. Sina cha kukufanya. Huna cha kunifanya. Unajiamini nini? Unajiamini kama na umpe taarifa na wifi wako. Bwana wewe usinipige misingi mie, umenzaa wewe. Mambo zenu? Safi vipi? Safi vipi? Poa mzee. Mzima. Huko umetoka wapi? Tumetoka mtakati. Huko je mnapoelekea? Tunaelekea huko. Asha. Nataka niongee na wewe. Mimi sihitaji. Unahitaji kwa nini sasa? Nishakwambia sihitaji mambo hayo. Samahani hata dakika moja. Yaani mimi sihitaji. Hata dakika moja. Naomba unielewe, sihitaji. Kwa nini sasa? Nimeshakwambia sihitaji. Kazi yako kupenda wanafunzi. Sitaki. Ndio tabia yake kazi ya kutembea na watoto wanafunzi. Ila kumbuka kuna miaka 30 juu. Asha. Achana nao. Kaka, mbona ukiambia kitu usomuelewa? Somuelewa kivipi lakini? Yaani naomba. Asha. Kama mtu hakutaki si umwache nini kumbembeleza. Asha. Majuma. Karibu mambo. Poa. Njoo basi.
Tunaweza kushule baadaye Njoo basi, tunaona. tunaingia alafu Sana tunatoka. baadaye bwana. Dakika moja. Hamna tunaona Njoo baadaye. basi, njoo. Kuna zawadi yako ndani. Zawadi yangu tuli shule nitahifadhi. Sasa dakika moja njoo. Bwana baadaye. Bwana nikirudi mimi nitapitia. Twende basi dakika moja. Dakika moja kweli? Kweli. Sasa kuna na kushule. Kamwani. Dele. Nani tena? Haya, kulikoni? Nimemwona Musa kwenye geto la Kalulu. Umemwona Musa kwenye geto la Kalulu? Ha! Huyu mtoto mimi anatafutia nini mimi jamani? Hebu ngoja nisubirie. Twende huko. Musa. Kwa nini unanifanyia hivyo? Mbona hutaki kunipa mpira niende nao mpaka golini ambao nitapiga shuti kubwa litakaochana nyavu? Muda ukifika nitakuachia uwanja na nitakukabidhi mpira upige mpaka golini. Na ile goli ulisamini katika maisha yako. Nyumbani. Nyumbani. Mpumbavu eh? Hivi, niambie shoga. Unafikiri nini kuhusu maisha? Kwa shoga yangu. Yaani hapa nafikiria kwanza nitaenda tu kwanza na shule. Alafu niende kwanza mtaani kajitafutie mwenye maisha. Na hiki istoshe hapa ninapofikiria mimi malengo yangu makuu ni kuolewa tu na makuu. Yaani mimi akili yangu yote hapa ninaanza shule tu. Akili yangu inaanza shule na kuachana na Kalulu. Hivi kwa shoga yangu tusiungane pamoja tuende shule, tusome shule, tuachane na hao, uachane na Makoya na mimi niachane na Kalulu. Hivi wewe ujinga wako utaacha lini? Kila siku wewe ni mtoto, kila siku wewe ni mjinga. Utaacha lini wewe ujinga wako? Hiyo elimu unayofikiria hiyo alisoma wangapi? Babu yangu pia alisoma na kuzikwa na vitabu. Semuse mimi. Na istoshe mimi, yani kiukweli tu nikwambie, mimi nataka tu niachane na shule. Unajua elimu inafungua kwa maisha. Kama ndio hivyo ulivyo. Yani kama mwenzangu wewe unaendeleza sana shule. Ni heri mimi na wewe urafiki uwe basi. Hey. Tuungane pamoja kusoma shule, achana na Makoya, mimi niachane na Kalulu. Na ukiendelea kunifuatilia, kuanzia leo mimi na wewe ushoga basi. Na kama unataka urafiki na mimi, fuata nyendo zangu. Na kama hutaki, urafiki mimi na wewe. Fei. Wewe wewe. Fei. Mandazi yao ndio nani? Mandazi yana kitu ndani? Kwa Majuma. Kwa Majuma. Mandazi madogo. Mama nani? Bora urudie mtaji wako. Maana tutakujijibu. Ulipoanzisha wewe tu. Na wao sasa hivi wamekupiga. Na sio mazuri, madogo namna hii. Hata mtu anapanda bei. Kitu bwana pale wapi? Wewe ni ndugu gani? Sijajua. Au unajisikia vibaya? Ada nipo sawa, sema ni mshiba. Kapumziki.
Karibu, karibu. Asante. Una shida gani? Shoga yangu. Sintosahau kamwe na sina rafiki kama wewe. Sasa alopita shoga yangu gange yajayo. Umekuja kufanya nini kwanza hapa? Kuna shida, tusameane. Aya, ukae chini kwanza ili unieleze hiyo shida yako. Elezea shida yako shoga yangu. Shoga yangu, mimi ni mjamzito. Wewe mjamzito? Ndio nina mimba. Ujauzito wa Kalulu au wa nani? Hapana, ujauzito sio Kalulu, ujauzito wa Mozi na mambo poa. Fei mambo. Ndio hivyo dadangu. Huyo Muzna nimemkuta pale nyumbani kwa kina Fei. Nimesikia kwa macho, kwa masikio yangu haya, Mauli na macho yangu Mauli nimeona. Muzna anamwambia Fei kuwa yeye ana ujauzito. Mjamzito? Mke wangu. Yaani mtoto anapata ujauzito na humu ndani. Haya ndio mambo yalikuwa yanaendelea. Sasa ana mimba. Yashatokea uliandaa? Dadangu. Baadaye. Nenda nyumbani. Mbona? Yote mimi nilikuwa nakwambia wewe. Aya, wewe njoo hapa. Njoo. Ujauzito kakupa nani? Kakupa nani ujauzito? Ujauzito kakupa nani? Guess type wewe. Unapata ujauzito? Jamaa kama tunatumia. Pumbavu. Ni barani. Kalulu mshenzi. Pumbavu. Wewe mtoto jamani nyie jamani. Ina libada jamani. Mama mbaya huyu. Mama mbaya mama. Jamani. Anatia aibu kijijini. Kwa kweli. Kwa kweli kabisa. Hapa tumepata shoti. Shoti kabisa. Mtoto anakuwa unatukanisha wazee wako. Twende kituoni sasa hivi tukashtaki. Twende. Na akakamatwa Kalulu mshenzi. Twende. Wageni. Karibuni tukae pale. Ndoo hizi hapa. Bwana atolee na vita. Ndio huyo hapa. Nimefanyaje wewe? Wewe unamtia mtoto wa shule mimba. Mimi mbona sijamtia mimba mimi. Kamtia yeye mtoto wa shule huyu. Wewe ndo mama Ida ndogo wangu maisha. Nimesikia mimba apate mwana mimi. Bana! Mimba. Anaosikana hii mimba ni shemeji mbwana. Basi mimi ndo nikamwambia dadako. Wewe tu nikamwambia dadako. Nitamwambia na dadako atakufukuza. Ndio mhusika, hebu tulia. Jamtia mimba wapi? Jamtia mimba. Kumbe ndo mhusika. Jamani, kumbe ndo mhusika mbwa. Kaa chini. Piga chini. Piga. Kumbe ndo mhusika chini serikali. Jamani. Jamani. Mafanda jamani. Ndivyo stori yangu imeishia hapo, nilikuwa nashinda tu kuambia. Basi haina tatizo. Mimi nafikiri hakitoharibika kitu. Na mimi kutokana na uzoefu wangu wa uandishi, nafikiri hili limekwisha. Hii kazi yako taianzia leo mpaka kesho namaliza. Nikishamaliza nitamwagiza shoga yako akuite uje uipitie ili kuangalia, kwa sababu nimekusikiliza kwa makini sana tangu ulipoanza, ulipofika kati na mpaka ulipomaliza. Kwa hiyo sasa nikwambie ukweli, story ni nzuri na kazi itakuwa nzuri. Na bahati nzuri
hii story imekuja wakati mzuri sana, kwa sababu mke wangu alikuwa sijamwambia. Mke wangu, ile safari ya juzi niliyokuambia naenda kufanya interview kwenye kampuni moja ya uchapishaji wa magazeti, kule nimepata kazi na nimeshachukua mkataba, na hii ndio itakuwa kazi ya kwanza katika kazi yangu. Na ni kazi nzuri sana. Umaskini baba wangu. Hivyo ndio hivyo. Umepata kazi? Kabisa. Nakupenda mume wangu. Nakupenda pia. Rafiki yangu. Mungu mkubwa jamani. Na hii nakumbuka kauli ambayo alikuwa anapenda kuniambia mara kwa mara rafiki yangu Njuju, kwamba aliye na subira yupo karibu na Mwenyezi Mungu. Leo hii inakuja kuonekana. Kwa ndio maana siku zote nilikuwa nakwambia mke wangu kuwa na subira, matokeo yake ndo haya. Mume wangu utavaa vizuri. Mbaya mno. Shaka yangu bidii na mimi nanunua.